Habari za wakati huu, mtazamaji wa EA TV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kwa kupekulia kurasa kwa hili. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imesema kuanzia kesho itapandisha viingilio katika kituo cha mabasi yaendayo mikoani cha Ubungo kwa watu wanaosindikiza abiria, magari, pikipiki na baiskeli zinazoingia kituoni hapo. Mkuu wa kitengo cha itifaki na mahusiano ya umma wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, Bwana Gaston Makwembe, amesema fedha zitakazopatikana zitaelekezwa katika kuboresha kituo hicho ambacho amesema kimekosa huduma nyingi za muhimu kwa abiria. Mabasi yatakapokuwa yakiingia katika kituo kikuu cha mabasi Ubungo, kuna viwango tofauti kama nilivyokuwa nimesema. Kwa mfano, kwa magari madogo tulikuwa mwanzoni akiingia tunatoza shilingi 400. Sasa hivi atakuwa yanatozwa shilingi 500. Kuna mabasi yaliyokuwa yakiingia kwa shilingi 1500, itakuwa imepanda kwenda kwenye shilingi 2000. Kwa hiyo viwango vimepanda kwa kiasi kidogo, na hata pikipiki na baiskeli pia na zenyewe pia zina viwango vyake vya shilingi 400 na shilingi 300 ambayo tutakuwa tukiwachaji kwa sheria hii mpya tutakayokuwa tumeanza kuitekeleza. Kwa hiyo kimsingi ni kuona tu orodha ile ya viwango ambayo tutawasambazia watoa huduma pale na kuweka matangazo yanayohusiana na viwango hivi ili tuendelee kupekulia kurasa kwa hili. Mjumbe wa serikali ya mtaa wa Madenge huko Buguruni jijini Dar es Salaam amelalamikia uchafuzi wa mazingira unaofanywa na vijana wanaotumia dawa za kulevya katika mtaa huo, ambao wamekuwa wakijisaidia kwenye mifuko ya plastiki na kutupa hovyo kinyesi. Akizungumza leo, Bwana Madenge amesema vijana wanaotumia dawa za kulevya mtaani hapo wamekuwa ni tishio kwa usalama wa kiafya na mazingira, huku akidai kwamba jeshi la polisi limeshindwa kuwachukulia hatua kwa kile alichoeleza kuchafua mahabusu kutokana na kujisaidia haja ndogo na kubwa ndani ya mahabusu hiyo. Tunafika si wananchi wadogo wadogo huku, afya zetu zinakuwa mbaya na mazingira yanakuwa sio mazuri. Ule mtoto mdogo kakaa sura yote imezeka kama mtoto anafuma macho. Kiongozi, unafanya nini? Askari wanapita wanaangalia tu hivi. Sasa sisi serikali ya mtaa tutakuwa na nguvu gani? Tutamkamata, tutampeleka wapi? Na tulikuwa polisi jamii tushako kuwakamata kuwapeleka hapo kituoni. Mkuu wa kituo cha mabasi waweke hapo, sababu nani? Wanahalisha kwenye rumande. Sasa kama rumande wanahalisha huku mtaani, tutafanyaje? Wazazi wanachoka. Anakubali mtu mwanae, anakubali mtu afungwe hata miezi 6 au diapole, lakini anambia waingie kwa mahabusu. Basi kama hivyo inatawezekani, wajenge makambi. Waweke kwenye kambi kule, kisha moja kukula nini kualisha kule, wakawafunge. Ndugu yangu, swala la mateja kwa kweli limekuwa ni kilema. Mateja ni wasumbufu mno. Sijui na huu mpango wa serikali sasa hivi wa kusema kwamba kuzuia dawa za kulevya, tunaomba serikali ivalie njuga zaidi swala hilo, kwa sababu mateja wamekuwa ni tishio sana katika eneo letu la Buguruni. Mateja wapo kweli na wanasumbua kweli. Hawa vijana sisi wenyewe kama sisi tulijaribu sana kukaa nao chini, wao kama wao, kwamba ile biashara wanaifanya sio, lakini mteja anakusikiza pale pale tu, akitoka hapo hana time. Tumalizie kurasa kwa hili. Zoezi la ukamataji madereva wa bodaboda ambao hawavai kofia ngumu jijini Dar es Salaam limeelezwa kwamba litasaidia madereva hao kuendesha bodaboda hizo kwa usalama zaidi, tofauti na wasipozivaa. Baadhi ya wananchi walioongea na Kurasa leo wamesema ni vyema pia jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, likaendelea kutoa elimu zaidi kuhusu uvaaji wa kofia ngumu kwa madereva hao, kwani wengi wao wamekuwa wakiendesha bodaboda hizo bila ya leseni. Na wanapowakamata inabidi wawafikishe sehemu husika, wasio wanawaachia juu kwa juu. Hii kuachia juu kwa juu ndio kusababisha uzembe, kwamba nikikamatwa nitatoa kitu kidogo, basi nitaendelea, kesho nitavaa tena, au sitavaa nitaweka pembeni. Sababu utakuta bodaboda wengi kofia wanazo lakini wanaziweka pembeni. Utakaiweka pembeni kwenye chuma cha pembeni cha kwenye nani cha pikipiki. Ni kwa kweli linasaidia, kwa sababu hata wale waliotengeneza pikipiki walitengeneza na helmet kwa sababu ya usalama, kwamba kujua kwamba utakapovaa helmet itasaidia wewe unaendesha pikipiki na yule mtu anayemchukua kwa ajili ya usalama wao. Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama Kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Elikunda Materu, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa EA TV. Kurasa.